Bwana mnyama mkali nimerudi. Habari yako mdau wangu na mfuatiliaji wa simulizi. Leo nataka nikupeleke kwenye viunga vya mji wa Cape Town nchini South Africa. Lakini sio kule kwenye fukwe za bahari wanakoenda watalii, hapana. Leo nakubeba mzima hadi kwenye maeneo ya makazi duni na hatari yanayojulikana kama Cape Flat. Huko ndiko kulikojaa magenge sugu ya kijambazi, biashara za unga na umwagaji damu wa kila siku. Bwana, nakupeleka moja kwa moja kwenye Chadha Storyteller. Jina langu naitwa Chadha, best presenter in town, mnyama OG. Sasa mwaka 2018 mwongozaji wa kike mwenye akili nyingi sana ambaye anaitwa Nosifo Dumisa alituletea filamu moja ya kipekee sana inayoitwa Namba 37. Hii ni filamu inayotajwa kama Afrida ya Kiafrika. Ni story inayomhusu kijana mmoja aliyepooza miguu ambaye akiwa ndani ya chumba chake anashuhudia mauaji ya kutisha, na baada ya kukimbia au kutoa taarifa anaamua kufanya mchezo wa hatari wa kuwazingua majambazi ili apate pesa. Kaa vizuri, mchezo huu una dakika 9 tu za pressure kubwa mno. Twende sawa. Bwana, story inatutambulisha kwa mhusika mkuu anaitwa Randall. Randall ni muuni wa mtaa ambaye hivi karibuni amepata ajali mbaya sana inayotokana na dili zake za kihalifu zilizofeli. Ajali hiyo imemgonga vibaya sana, hivi amepooza miguu yote miwili na analazimika kutumia kiti cha magurudumu ili kusogea na hawezi kutoka nje. So maisha yake yote yameishia ndani ya chumba chake kidogo kwenye gorofa la mtaa wa Cape Flat. Sasa Randall anaishi na mpenzi wake mwaminifu sana anaitwa Pam. Pam anampenda sana Randall na anafanya kazi kwa bidii ili kumtunza mwanaume wake, lakini kuna donda ndugu linalomtafuna Randall na ana deni kubwa sana la pesa kwa majambazi sugu na mkatili mtaani anaitwa Amy. Amy hana mzaa, anataka pesa yake haraka sana na anatishia kwamba akicheleweshewa hiyo pesa atakuja kumkata Randall vibaya sana. Bwana, siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake, Pam anamletea Randall zawadi ya darubini ili angalau imsaidie kuondoa mawazo, lakini kwa kuchungulia nje kupitia dirisha lao linatazamana na block nyingine za gorofa iliyojaa wahalifu kibao. Sasa Randall anaanza mchezo huo wa kuchungulia majirani zake usiku na mchana ili kupoteza muda, bila kujua kuwa darubini hiyo inakwenda kuwa chanzo cha utajiri au kifo chake. Bwana, usiku mmoja Randall akiwa amekaa kwenye wheelchair yake huku ameshika darubini anachungulia gorofa ya pili upande wa pili, ghafla anashuhudia tukio la kutisha. Anamwona jambazi mkuu na hatari sana mtaani humo anaitwa Lawyer akitekeleza mauaji ya kinyama. Sasa Lawyer anamnyonga na kumua askari kwa juu wa polisi alikuwa anafanya uchunguzi wa siri dhidi ya magenge hayo. Sasa baada ya mauaji hayo, Lawyer na watu wake wanaficha maiti na begi kubwa lililojaa pesa za rushwa. Bwana, noma sana. Sasa Randall anajawa na hofu kubwa, mwili unatetemeka, lakini katikati ya hofu ile akili ya kishujaa na kihalifu inamjia. Anajisemea moyoni, mimi nina deni na Amy na niko karibu kuuawa. Huyo Lawyer ni jambazi na hawezi kwenda polisi, na kwa nini nisimtishe na kumnyang'anya hizo pesa ili nizifanyie mambo mengine na kulipa deni. Bwana, kitu ambacho anakifanya Randall, anamshirikisha Pam ambaye ni mchumba wake kuhusu mpango huo, na Pam anapata mshtuko mkubwa na anamkataza vikali akimwambia Randall hawa watu ni wauaji na endapo atagundua basi tunaweza kuangamia kwa maana watatupiga risasi wote wawili. Lakini Randall anasisitiza kuwa hawana njia nyingine ya kupata pesa ya kumlipa Amy ndani ya siku 2 zilizobaki. Bwana, wewe utaweza? Noma sana. Sasa Randall anaanza mchezo, anapiga simu ya siri kwa Lawyer kwa kutumia sauti ya kubadilisha na kumwambia, ninachokijua ni kwamba ulimuua yule polisi gorofani na nina ushahidi wote. Kama utaki nitumie au nikupeleke jela maisha yako yote, weka kiasi kikubwa cha fedha kwenye eneo nitakalokuambia. Lawyer anapatwa na wazimu kinoma. Amini kama kuna mtu anajua siri yake na anaanza kusaka nani aliyemtishia. Bwana, ni noma. Sasa hapa ndipo movie inapoanza kuleta pressure kubwa inayomfanya mtazamaji akate pumzi. Bwana, noma.
Random hawezi kutembea, hivyo analazimika kumtuma Pam kwenda kuokota lile begi la pesa sehemu waliokubaliana nayo na lawyer. Sasa kila hatua ambayo Pam anaipiga nje, Random anaiangalia kupitia ile darubini akiwa dirishani, akimuongoza kupitia simu. Sisi tulikuwa tunaona tu kwamba nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Bwana, maana ya huo mtego ukiharibika kidogo tu, basi Pam anaweza kupoteza maisha na Random hawezi kwenda kumsaidia kwa sababu atashindwa kushuka chini kwenda kumokoa licha ya miguu yake kupata itilafu. Bwana, sasa unajua nini? Mambo yanaharibika pale hilo jambazi anayemdai Random, yani Amy, anapovamia ndani ya nyumba ya Random kudai chake kabla ya muda wa ile kazi kupangwa. So wakati huo lawyer naye anaanza kugundua kuwa simu zinazopigwa zinatoka ndani ya lile bloku la gorofa, na anaanza kukagua chumba kimoja baada ya kingine akisaka msaliti wake. Kilele cha filamu kinafikia kwa kasi ya ajabu. Lawyer anagundua kuwa simu inatoka chumba namba 37 na anakuja na watu wake wakiwa na silaha nzito. Ndani ya chumba hicho Amy naye yupo akimtesa Random. Inatokea vita ya aina kwa ana na ya kushtukiza na ya umwagiaji damu ndani ya kile chumba kidogo cha mita 4 kwa 4. Random akiwa kwenye kiti cha magurudumu analazimika kupambana na kutumia akili yake na silaha yoyote ya karibu ili kuokoa maisha yake yeye pamoja na Pam, licha ya kuwa na tatizo la miguu. Bwana, mwisho wa filamu hii, baada ya milio risasi na moshi kutulia, tunamwona Random pamoja na Pam wakiwa wamejeruhiwa vibaya, lakini wakiwa wameweza kusalimika kimiujiza katika usiku huo wa giza totoro, na wanafanikiwa kupata lile begi la pesa, lakini gharama walioilipa kisaikolojia ni kubwa mno. Wamejifunza kuwa tamaa na kucheza na simba mla watu barabarani kunaweza kukuacha ukiwa huna kitu kabisa au ukiwa kaburini. Bwana, namba 37 ya mwaka 2018 ni movie ya kipekee sana kutoka South Africa. Tofauti ya movie nyingine za Kigamboni, hii ni aina ya mbio za magari au mapigano ya barabarani. Uzuri wake wote upo kwenye chumba kimoja. Mwongozaji Nosifu Dumisa alifanya kazi kubwa sana ya kutengeneza pressure na hofu na kwa kutumia darubini na sauti. Uingizaji wa Israel Ali kama mtu aliyepooza, lakini kama unataka movie itakayofanya ukae ukingoni mwa kiti chako huku ukitafuna kucha kwa pleasure, namba 37 ndio jibu lako. Je, wewe ungekuwa kwenye wheelchair na ungeshuhudia mauaji hayo, ungechukua hatua gani? Bwana, nakuacha hapa kwenye bonge moja la movie ambayo inaitwa namba 37. Hii ni Charles the Storyteller, jina langu ni Charles the best presenter in town, na hii ni movie recap. Bwana, hii ni namba 37. Watu wanajiuliza, bwana, South Africa mbona kuna namba 37, namba 45? Bwana, namba ndo hizi sasa. Hii namba 37 afu nakuletea movie ya namba 45. Yaani tunaenda kwa namba hizo mpaka movie ya namba 26 hapa nakuletea.